Uhari gani mtazamaji wa TMC Habari popote ulipo, karibu katika mahojiano haya maalum ambapo leo TMC Habari imefika katika kata ya Chang'ombe, mahali ambapo kuna ujenzi wa shule ukiendelea, na lengo la TMC Habari kufika mahali hapa ni kuzungumza na mhandisi Bryson Sakalani ambaye yeye ni msimamizi mkuu wa ujenzi wa shule hii. Lengo ni kuzungumza naye ili tuweze kufahamu ujenzi huu umefikia hatua gani. Mimi jina langu ni Ramadhani Fupi. Ungana nami tukazungumze na Bryson Sakalani. Engineer Bryson Sakalani yuko tayari kuzungumza nasi ili aweze kutueleza kwa kina hali ya ujenzi jinsi inavyoendelea. Engineer, habari za majukumu? Salama. Na hali ya ujenzi inaendaje ndugu yangu? Tupo salama sana. Ndio. Endelea salama, karibuni sana kwenye eneo la ujenzi. Asante sana, maana tangu nilivyofika hapa naona hali ya ujenzi inaendelea, kila mfanyakazi yuko katika eneo lake. Lakini pengine Mwanatemeke ama Mtanzania yote ambaye anapita katika maeneo haya anaona kuna ujenzi unaendelea, lakini haelewi ni ujenzi wa nini huyo. Mhandisi, ni ujenzi wa aina gani unaendelea katika eneo hili? Hapa ujenzi unaoendelea ni ujenzi wa shule mpya yenye mchepuo wa yenye mtaala wa Kiingereza, shule ya msingi. Shule hii ni ya ghorofa 5. Imeletwa eneo hili kwa ajili ya kusolve tatizo la wanafunzi ambao wanakosa kusoma kwenye shule ya msingi yenye mtaala wa Kiingereza. Lakini ujenzi wetu ni wa ghorofa 5 ambao tunategemea kuwa na madarasa 40. Tunategemea kuwa na maktaba na tunajua teknolojia sasa hizi imebadilika, kwa hiyo tunategemea tuwe tuna chumba cha kompyuta. Lakini pia tunategemea kuwa na ofisi isiyopungua 13. Kuna jengo litakuwa lina kila kitu kinajitosheleza, matundu ya vyoo yasiyopungua 60 ambayo yamebeba wale wenye mahitaji maalum na wengine, lakini hata walimu nao matundu yao ya vyoo yako hapa. Kwa hiyo jengo kiujumla linaenda limejitosheleza. Ni mradi ambao umejitosheleza. Yes, kwa tathmini ya ujenzi wenu linaweza likabeba wanafunzi kwa kiasi gani? Tuna vyumba visivyopungua 40 ambao kwa wastani wanafunzi wanasema wanakaa sio pungua wanafunzi 50. Sasa 50 mara 40 ni almost tunaongelea ni zaidi ya wanafunzi 2000 wanaweza wakawa accommodated katika hili eneo. Ndio. Na mazingira ya ufanyaji kazi yapoje hapa tangu mlipoanza mpaka hapa mlipofikia? Mradi huu umeanza mwezi wa 10. Tarehe 6 ndio tumekabidhi mkandarasi site. Kwa hiyo mazingira ya utendaji kazi yamekuwa rafiki, mkandarasi amekuwa cooperative, lakini pia tunashukuru pia upande wa manispaa kuna commitment kubwa sana. Mkurugenzi na ofisi yake wanataka kuhakikisha huu mradi unafanikiwa. Yaani mradi ni wa miaka 2, lakini tunatamani hata kama ikiwezekana ndani ya mwaka mmoja uweze kukamilika, na hilo linawezekana. Sawa. Kwa kulingana na namna ambavyo unaendesha ujenzi huu, mpaka kipindi gani ama mwezi wangapi au mwaka gani mradi huu wa ujenzi wa shule unaweza kukamilika? Kwa mujibu wa mkataba mradi wetu unatakiwa ukamilike mwaka 2027. Mwezi wa 10. Ndio. Lakini kutokana na mpango kazi commitment ya manispaa tunategemea tumalize chini ya huo muda. Kwa hiyo tunategemea hapo katikati tunaweza tukawa tuna addendum. Lakini ukiangalia ndani ya miezi mitatu tuko takriban mradi uko almost 37% mpaka sasa. Ndani ya miezi mitatu. Sasa unaweza ukaona kabisa kwenda miaka 2 kunakuwa hakuna tija. Kwa hiyo tunategemea mradi uishe mapema iwezekanavyo. Inawezekana ndani ya mwaka huu kukamilika? Ni possible kabisa. Kwa mujibu wa mkandarasi tumepata naye kikao juzi, site meeting, alikuwa anatuambia kwamba yeye anatamani mwezi wa 9 atukabidhi mradi. Sawa. Wewe kwa upande wako, kwa jinsi unavyoona ujenzi unavyoendelea utakapokamilika, namna ambavyo vyumba vimepangiliwa, ni kwa kiasi gani wananchi wanaweza kunufaika kupitia ujenzi wa shule hii? Wananchi wanaweza kunufaika kwa kiasi kikubwa sana. Tukiangalia kwa eneo tuliopo hili kuna shule moja kama sio 2 zenye mtaala wa Kiingereza ambazo zinachukua wanafunzi wachache sana. Inawezekana kwa ndani ya Temeke hii itakuwa ndio shule ya kwanza ambayo inachukua wanafunzi wengi
wa shule ya msingi ambao wanatumia mtaala wa Kiingereza. Sehemu zote nadhani sidhani kuna sehemu ambayo inafika 1000. Sasa hapa ni mara 2 ya. Kwa hiyo kwa wazazi ambao walikuwa wanapeleka watoto wao mbali, tutakuwa tumepunguza hiyo kadhia ya kuwapeleka watoto mbali ili kupata hayo mahitaji. Lakini tunategemea shule zinakuja na ajira. Jamii husika tunategemea hapo mamalishe watapata sehemu ya kuweza kuuza. Kwa hiyo kuna ajira nyingi ambazo zinakuja tu, kama tunavyotambua maendeleo yanakuja na ajira. Lakini mradi ukiwa unaendelea pia umezalisha ajira. 90% ya watu tunaowatumia hapa ni wa kutoka kwenye kata hii. Kwa hiyo kuna faida ambayo tunaziona kabla na ambazo tutaziona baadaye. Lakini kuwepo kwa mchepuo wa Kiingereza pia ni faida, kwa sababu tunaangalia communication kwa kiasi kikubwa zinatumia Kiingereza. Na shukrani sana ndugu Bryson Sakalani. Mtazamaji, ni Bryson Sakalani ambaye yeye ni engineer, pia ni msimamizi mkuu wa ujenzi wa shule hii. Tuko naye hapa, bado anaendelea kutupa taarifa nyeti ni kwa namna gani shule hii inavyojengwa na kwa kiasi gani Watanzania watakwenda kunufaika na ujenzi wa shule hii. Bryson Sakalani, umezungumza mengi sana na tunaweza tukapata fursa kidogo ya kutembea tembea tuone namna ambavyo ujenzi unavyoendelea labda hivi. Inawezekana kabisa. Inawezekana. Basi twende tukazungumze, tuangalie miundombinu jinsi inavyokwenda. Kama nilivyoongea, huu mradi unajengwa kwa kutegemea nguvu ya wananchi. Maisha ni mapato, makusanyo ambayo tunayapata manispaa. Kupitia yale makusanyo kuna sehemu ambayo inaletwa kwenye ujenzi. Hasa manispaa ina miradi mingi. Sasa mkandarasi kama huu miezi 3 ameshafanya kazi kwa kiasi hichi, na maanisha tunaweza tukawa upande mwingine tukiona analegalega ile fund tukaichukua tukaileta kwenye mradi mwingine ili uweze kukimbia. Lakini malengo yetu tumeshaanza kuangalia taratibu za kufanya mradi ikiwezekana usifanyike ndani ya huo muda uliopangwa. Kwa kumalizia, shule inajengwa, serikali inasisitiza elimu, lakini inawezekana pia wazazi wasiweke kipaumbele kwa watoto wao kuja kusoma. Wewe kwa upande wako unatoa rai gani kwa wazazi pindi ujenzi wa shule hii utakapokamilika? Huu mradi ni wa kwao. Hii ni huduma ambayo imetengenezwa kwa kutumia kodi zao. Kwa hiyo wao ni wanufaika wa kwanza, wasiogope, ndio wanaostahili. Hizi ni kodi za wananchi. Huu mradi unafanyika kwa mapato ya ndani 100%, na walipa mapato ni wananchi wenyewe, ni wananchi wa Temeke. Kwa hiyo wana haki ya kutumia, wao ndo wanufaika namba 1 wa huu mradi. Shukrani sana mhandisi Bryson Sakalani kwa kutujuza namna ambavyo ujenzi unavyoendelea. Mimi nikutakia kila la kheri katika kutimiza ujenzi wa shule hii ili jamii ya Kitanzania iweze kupata elimu bora zaidi kama ambavyo serikali inasisitiza. Mimi nikutakia kila la kheri katika majukumu yako. Nashukuru sana. Na mtazamaji wa TMC Habari, nilikuwa na mhandisi Bryson Sakalani ambaye ndiye msimamizi mkuu wa ujenzi wa shule hii. Amezungumza mengi sana tangu ujenzi ulipoanza mpaka hapa ulipofikia na lini utatamatika, lakini pia ameeleza kwa kina ni kwa namna gani wananchi watakwenda kufaidika. Lakini kuna jambo la msingi ameliongeza, ametoa rai kwa wazazi pindi ujenzi huu utakapokamilika wasisite kuwaleta watoto wao. Mimi mpaka kufika hapa sina la ziada zaidi tu ya kukushukuru wewe kwa kuwa nasi tangu mwanzo mpaka hapa ambapo tumefika tamati ya kipindi hiki. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Nyuma ya kamera nikukumbushe yupo Gervas Edik, lakini muendesha drone wetu kwa siku ya leo ni Simon Jeshua. Nikutakia utazamaji maridhawa wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa TMC Habari. Kwaheri.